الله 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 واجعلنا من الأخ الله 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 ويحيينا وبلا محنام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه وللوفى، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ndugu mtazamaji, tunakukaribisha katika kipindi maalum, kipindi ambacho kwamba tutajaribu kuangazia maisha ya moja katika ya waalimu waliofanya kazi kubwa sana, kazi za kuhimidiwa ndani ya mji wa Nairobi, naye sio mwingine ni mwalimu wetu tulimkosa hivi karibuni, al-Ustadh Abdallah Mbwana. Ustadh Abdallah Mbwana, mwalimu mzee, ni mwanachuoni na mwalimu anayetambulika kwa mchango wake katika elimu ya dini. Akiwa amezaliwa na kulelewa katika mazingira ya pwani ya Kenya, historia yake inaakisi utamaduni wa Kiislamu na mfumo wa elimu wa jadi wa mji ya kale ya Waswahili. Ustadh Abdallah Mbwana alizaliwa mnamo mwaka wa 1965, mwaka wa 1965 miladia, katika kisiwa cha Amu, yani Lamu, katika mtaa wa Riadha, ingawa nyaraka zake, yani documents zake za kitambulisho zinaonyesha kwamba alizaliwa mwaka wa 1977, 1967 kulingana na kalenda ya Kizungu. Na hii ni kwa sababu kama ilivyokuwa kawaida kwa zama hizo, rekodi kamili ya tarehe na mwezi wa kuzaliwa kwake hazikuhifadhiwa, na ana asili ya Kibajuni kutoka katika kisiwa cha Faza Rasini, sehemu inayojulikana kwa kuwa na mizizi mirefu ya kidini na kiutamaduni katika kaunti ya Lamu. Ustadh Abdallah alizaliwa katika familia ya Sheikh Mbwana, mwalimu mzee, aliyefishwa mwaka wa 1985, yani 1965 miladia, na Bi Somoe binti Bontele aliyefishwa katika mwaka wa 1975, yani 1975 kulingana na kalenda ya Kizungu, yani miladia. Licha ya kumpoteza mamake mzazi akiwa bado mdogo, takriban miaka 10, Ustadh Abdallah alipata malezi bora kutoka kwa shangazi yake Mwalimu Nana, mmoja katika wakufunzi hodari wa Qur'ani na mlezi wa wengi aliyekomaa katika kukuza viongozi wa kesho. Katika tumbo la mamake Bi Somoe walizaliwa watoto 14, ambapo 7 walifariki dunia wakiwa wadogo. Kati ya ndugu 7 walioishi hadi utu uzima ni pamoja na Bi Halima Mbwana, ndio kwamba ni alikuwa mke wa mwanachuoni maarufu al-Ustadh Abdurrahim Muhammad Said al-Marzuq, kwa jina maarufu akijulikana kama Fahua. Wa pili ni Ustadh Muhammad Mbwana, ambaye ndiye mwanzilishi wa Madrasatu Tauhid California. Watatu ni Bi Fatma Mbwana, ambaye kwamba ajulikana kwa jina la maarufu sana Shangazi. Wanne ni Sheikh Jafar Mbwana, na watano ni yeye Ustadh Abdallah Mbwana. Wa sita ni Bi Zainab Mbwana almaarufu ajulikana kama Antize, na wa mwisho ni Sheikh Ali Mbwana. Kwa sasa 4 wamefariki, yani wameshatangulia kutoka duniani, na wamebaki 3, inshallah Mola awahifadhi. Japo wana ndugu wengine 2 katika tumbo lingine la Bi Safia bint Muhammad, ambaye aliolewa baada ya kifo cha mama yao. Na katika tumbo hili la Bi Safia bint Muhammad kulipatikana mabanati 2, Nana Mbwana na Maryam Mbwana. Ustadh Abdallah Mbwana alifuata mfumo wa elimu wa kijadi wa pwani,
ambapo nidhamu na ustahimilivu ndiyo msingi wake. Alianza safari yake ya elimu katika ribat ya msikiti wa Riyadha, Lamu, kituo cha kihistoria cha elimu ya Kiislamu ndani ya Afrika ya Mashariki. Alisoma Qur'ani tukufu chini ya uongozi wa mwalimu Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman, almaarufu akijulikana kwa jina la Mwalimu Bakari Kijini kutoka Siu. Pia aliwahi kutabaruku kwa gwiji wa Qur'ani na aliyesomesha wengi pamoja na kuhifadhisha wengi kisiwani Amu, akijulikana kama Sheikh Ali Sabu. Baada ya kumaliza elimu yake ya Qur'ani, ustadha kaendelea sasa kujiunga na elimu ya juu, na ndio hapa tusema baada ya kuhitimu Qur'ani, Ustadh Abdallah hakuridhika na kiwango hicho. Alijiendeleza na kujiunga na Mahad Thaqafatul Islami hapo Riyadha. Hapo ndipo alipopata msingi wake imara katika lugha ya Kiarabu, fiqhi na fani nyinginezo za kidini, hatua iliyomjenga kuwa mwalimu na kiongozi wa kidini anayeheshimika. Na hapo akapata kusoma kuanzia hadhana, yani kuanzia nasari, kuanzia ile baby class tunavyosema kwa lugha ya Kizungu, mpaka kuchukua shahada yake ya thanawi chini ya waalimu ambao kwamba walikuwa wakipatikana pale. Na miongoni mwa waalimu ambao kwamba aliweza kutabaruku kwao ni kama Ustadh Abdurrahman Dololo. Ustadh Abdurrahman Dololo hakuwa ni mwalimu bimaana mwalimu, la, alikuwa ni mwanafunzi katika wanafunzi walosoma katika chuo hicho na wakamaliza, lakini kwa sababu ya mambo mawili matatu akabakishwa kwa muda ili aweze kusaidia kuwa ni mkufunzi, kusaidia baadhi ya walimu ambao kwamba walikuwa wamedharurika. Kwa hivyo huyu alikuwa ni katika waalimu wasaidizi katika jumla ya wanafunzi wanaosoma hapo, kisha wakaombwa wasaidie kwa muda kusomesha. Wa pili alomsomesha ni Ustadh Adam kutoka sehemu za Chara, yani Tana River. Kuna na Sayyid Sharif Muhammad Nur, kuna Sayyid Abdul Qadir Bahsan Jamal al-Layl, kuna na Sayyid Saleh Sheikh Saleh Bahsan Jamal al-Layl, kuna na Sayyid Muhsin bin Ali Jamal al-Layl, kuna na Sayyid Alwi Din Jamal al-Layl, ambaye kwamba huyu alikuwa ndiye mudiri, yani ndio principal wakati huo baada ya kifo cha Sayyid Muhammad Bahsan. Aliwahi pia kutabaruku kidogo kwa Al-Habib Ali Badawi Jamal al-Layl, aliyekuwa rais wa chuo hicho wakati huo katika darasa za magharibi za jumuiya. Ustadh Abdallah Mbwana ni zao la mfumo thabiti wa elimu ya Riyadha, Lamu, chuo ambacho kimekuwa kitovu cha nuru ya Kiislamu Afrika Mashariki kwa karne nyingi sana. Safari yake ya kielimu ilipitia hatua kuu zifuatazo. Kwanza, katika mwaka wa 1984 sawia na mwaka wa 1404, yani 1404 Hijria, alihitimu masomo ya kiwango cha kati, yani mutawassita, na kupata alama ya jayyid, yani kwa lugha ya Kizungu good, na kukabidhiwa shahada nambari 23 mnamo tarehe 1 Mei mwaka wa 1984. Mwaka wa 1984 ambaye kwamba ni sawia yalingana na mwaka wa 1404 kulingana na kalenda ya Kiislamu, yani Hijria. Mwaka huo wa 1984 pale nyuma tueleza kwamba shahada yake ilikuwa ni tarehe 10 katika mwezi wa Shaaban mwaka wa 1404, ndio mwaka ambao kwamba alipokea shahada yake ya mutawassita. Kisha mwaka huo wa 1985 ambao kwamba sasa hapo itakuwa tayari 85 imeingia, la, mwaka wa 1405 ndio mwaka ambao kwamba alikabidhiwa shahada yake baada ya kumaliza masomo, ambao kwamba ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1405, 1405, sawia na mwaka wa 1985. Na katika mwaka huo wa 1985 alijiunga na masomo ya juu ya sekondari, yani thanawia, na kuhitimu kwa mafanikio makubwa na kupata alama ya jayyidun jidda, yani very good, na kukabidhiwa shahada ya elimu ya sekondari, yani thanawia, shahada nambari 7 mnamo tarehe 9 Aprili 1987 sawa na tarehe 10 Shaaban mwaka wa 1407, yani 1407 Hijri.
Daraja ya tatu ni kwamba mwaka wa 1987 sawia na 1407 Hijiria alianza rasmi utumishi wake kama mkufunzi ndani ya chuo cha riadha. Kufuatia ada na desturi za chuo cha riadha, mwanafunzi anayehitimu thanawia lazima atoe huduma ya kufundisha, yani khidma, kwa mwaka mmoja kabla ya kuruhusiwa kwenda kwingine. Ustadh Abdallah alipata heshima ya kubakishwa hapo hapo Lamu, ambapo alitekeleza majukumu yafuatayo. Kwanza, alikuwa ni msaidizi wa Qur'an. Alifanya kazi bega kwa bega na mwalimu wake, Mwalimu Bakari Kijini. Pili ni ukufunzi. Alifundisha katika chuo cha Mahad Thaqafa Al-Islami, kufundisha baadhi ya wanafunzi. Tatu ni malezi ya wanafunzi. Katika kipindi hiki alilea kizazi cha kwanza cha wasomi ambao sasa ni nguzo katika jamii, na miongoni mwao ni kama vile Sheikh Abubakar Shekue ambao kwamba ni katika waalimu wanaotambulika na kuheshimika katika kisiwa cha Lamu hivi sasa. Kuna na Sayyid Izzuddin Alwi ambaye kwamba huyu ni mtoto wa shekhe lake na vile vile ni katika mashekhe ambaye kwamba wametamba na kutambulika katika Afrika ya Mashariki na ulimwenguni pia. Kuna na Sheikh Muhammad Sheikh ambaye kwamba yuko sehemu za Nairobi. Kuna na Sayyid Aidarus Bahsan ambaye kwamba sasa hivi ni mwalimu ndani ya chuo cha riadha. Kuna na Dr. Badawi ambaye kwamba ni katika matabibu, katika madaktari wakubwa wanaotambulika ndani na nje ya nchi ya Kenya. Ustadh Abdallah hakuwa mwalimu wa darasani pekee, alikuwa kiungo muhimu katika shughuli za kijamii na kiroho za riadha. Alijipambanua katika, kwanza alikuwa na usimamizi wa maadhimisho, maulidi ya kila Alhamisi, hadhara za Jumapili na ihda sheria, yani kila tarehe 11 ya kila mwezi. Hizi ni katika vitu ambavyo kwamba yeye alikuwa akiviongoza kwa uzuri sana. Alikuwa na fani ya kasida, yani alikuwa ni mtoaji kasida na vile vile ni mkufunzi alobobea katika masala kama haya. Anajulikana kama gwiji wa sauti. Sauti yake nzuri na ya asili iliyokuwa ikitoka bila kujikakamua ilikuwa kivutio kikubwa katika nyoradi za alfajiri na jioni pia. Katika mwaka wa 1987, mwaka huu uliashiria mwanzo wa sura mpya ya kidawa jijini Nairobi. Wito wa kwanza katika mwaka huu wa 1987, kuna mwito wa kwanza ambao kwamba ulikuja kutoka kwa waasisi wa chuo cha Tauhid katika mtaa wa California jijini Nairobi. Ilikuja walimu wawili, Ustadh Muhammad Bwana na Sharif Ubaid Sagaf, ambao kwamba walifika Lamu kutafuta mwalimu msaidizi katika jiji la Nairobi. Nafasi hiyo ilichukuliwa na mwenzake Ustadh Abdallah kwa jina la Ustadh Munir Said. Kisha baada ya muda mchache ukaja wito wa pili wa kutoka sehemu za Pangani. Miezi michache baadaye, wasimamizi wa msikiti wa Pangani waliomba mwalimu wa kuendesha Madrasatul Islamia inayopatikana katika barabara ya tatu, yani 3rd Street katika maeneo ya Isili Section 1. Baada ya wito wa pili kutoka kwa watu wa Pangani, sasa ikaja uamuzi. Ombi hili lilipitishwa kwa mashekhe wa riadha na kwa baraka za walimu wake. Ustadh Abdallah Mbwana alichaguliwa kuja Nairobi rasmi mwaka huo wa 1987 miladia. Ustadh Abdallah Mbwana ni mwalimu na mlinganizi wa dini aliyeweka alama isiyofutika katika mtaa wa Isili, Nairobi. Safari yake ni kielelezo cha subira, ukweli na juhudi za kuelimisha jamii kuanzia ngazi ya chini hadi ngazi ya juu. Alipowasili jijini Nairobi, Ustadh Abdallah alipokelewa na kaka yake mkubwa almarhum Ustadh Muhammad Mbwana aliyekuwa akiongoza Madrasatut Tauhid katika mtaa wa California. Katika kipindi hiki Ustadh Abdallah alianza kutoa mchango wake wa kielimu kwa kufunza siku ya Jumapili pale California. Hii ni kwa kuwa kule Islamia kulikuwa hakuna madrasa siku ya Jumapili, ilikuwa ni siku ya mapumziko. Wakati huo akiwa ni mwalimu wa kudumu katika Madrasatul Islamia. Kwa takriban miaka 5, Ustadh Abdallah alijitolea kufunza katika Madrasatul Islamia
na maisha yake ya utumishi yalikuwa na baraka za watu waliothamini elimu. Mshahara ambayo kwamba alikuwa akilipwa shilingi 2,000 na kamati ya hapo Madrasatul Islamia, na kupitia ukarimu wa Sheikh Afzal Bati, mmoja wa wanakamati zama hizo, Mwenyezi Mungu amrahamu, aliguswa na juhudi zake na kumwongezea shilingi 2,000 kila mwezi kutoka kwa mfuko wake binafsi. Pia alikuwa ni msaidizi wakati huo akiwa Madrasatul Islamia, alikuwa ni msaidizi wa karibu wa Maalim Saleh, akisaidia katika majukumu ya uimamu na ukhatibu katika msikiti wa Jamia ulioko katika mtaa wa Third Street, Eastleigh Section 1. Mnamo mwaka wa 1992 miladia, kutokana na changamoto za kimaisha na haja ya kutanua huduma za kielimu, elfu mbili nyuma ya Eastleigh High School, nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuja kupitia kwa Sharif Hussein Al-Hamid, ambaye kwamba alitoa nafasi katika ploti yake aliokuwa nayo sehemu ya nyuma. Ustadh alijenga vyumba viwili, yani room mbili, ambavyo vilisaidia kupunguza dhiki ya nafasi. Kutokana na umaarufu wa Madrasatul Istiqama na kujitolea kwake Ustadh alifanikiwa kupata nafasi nyingine katika eneo la hifadhi ya barabara, yani road reserve, kupitia idhni ya aliyekuwa meya wa Nairobi Joe Akeyo, ambaye kwamba alikuwa meya baina ya mwaka wa 2003 mpaka 2004 miladia. Ustadh aliruhusiwa kujenga jengo la muda, yani temporary structure. Hapo ndipo palipojengwa vyumba vitatu vya madrasa ya kisasa na mswala, sehemu ya kuswalia ambayo inaendelea kuhudumia jamii hadi leo hii. Historia ya Ustadh Abdallah Mbwana ni ushahidi kuwa elimu ya dini inahitaji moyo wa tawakkul, kumtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ushirikiano wa jamii. Leo hii Madrasatul Istiqama inasimama kama kielelezo cha juhudi zake zilizopitia changamoto nyingi, lakini zilizofika kwenye mafanikio ya kudumu. Madrasatul Istiqama imeacha alama isiyofutika katika historia ya elimu ya Kiislamu jijini Nairobi. Chini ya uongozi wa Ustadh Abdallah Mbwana na msaidizi wake Ustadh Muhammad Said, chuo hicho hakikuwa tu ni kituo cha kujifunza kusoma Qur'ani, bali kilikuwa ni kiwanja cha kuchonga maadili na kuandaa viongozi wa jamii. Chini ya usimamizi thabiti wa Ustadh Abdallah Mbwana na Ustadh Muhammad Said, Madrasatul Istiqama haikuwa darasa la kawaida la kukariri tu, ilikuwa ni kituo cha malezi, yani tarbia. Hawa wawili, Ustadh Abdallah na Ustadh Muhammad, walijulikana kwa msimamo wa nidhamu, uwezo wa kulea watoto kutoka matabaka mbalimbali na kuwapa nidhamu ya kiroho, upana wa maono
kuhakikisha kuwa wanafunzi wake wanakuwa na uwezo wa kushika nafasi za uongozi kuanzia nyumbani kwake hadi kwa jamii pana. Mchango wa Madrasatul Istiqama jijini Nairobi ni mkubwa sana, na mafanikio ya chuo hiki yanajidhihirisha kupitia maeneo yafuatayo. Kwanza ni uendelevu wa elimu, yani IRE. Uwepo wa akina Fatma Sharif ambaye kwamba ndio mwandishi wa vitabu vya atfal unaonyesha jinsi madrasa hiyo ilivyowatayarisha watu walioendeleza mitaala ya dini kwa ajili ya vizazi vijavyo nchini Kenya. Uongozi wa kidini, waalimu kama Ustadh Faisal Muhammad al-Maruf Chote ambaye kwamba yuko nchi ya Amerika, Ustadha Zarina Ali ambaye kwamba sasa hivi ni mwalimu wa madrasa na vile vile ni mwalimu wa skuli, na vile vile Hussein Al-Mudi ni nguzo muhimu katika kuelimisha jamii hivi sasa ndani na nje ya nchi ya Kenya. Maendeleo ya kiuchumi pale Istiqama pia iliweza kupatikana na kutoa watoto ambao kwamba walileta maendeleo makubwa ya kiuchumi. Wanafunzi kama Muhammad Ammar ambaye kwamba ndiyo mwenye Mazda Automotives wanaonyesha kuwa elimu ya madrasa haimzuii mtu kufanikiwa katika ulimwengu wa biashara, bali inampa msingi wa uaminifu. Vile vile Istiqama ilipatia watu nguzo za kifamilia, kuanzia familia ya mzee Firoz mpaka mzee Saad Miraj, Mungu amrahamu, Sheikh Abagada, Mungu amrahamu, hadi watoto wa mudiri mwenyewe, yani mwalimu mwenyewe Ustadh Abdallah mwenyewe, kina Sharifa, Aisha, Muhammad Mustafa na Qasim, wote wamekuwa mabalozi wa maadili yaliyopandwa katika madrasa ya Istiqama. Ni wazi kijiografia kuwa Istiqama ilitawala maeneo ya Eastlands, yani Eastleigh na California. Maeneo haya yalikuwa kitovu cha wanafunzi wengi kutokana na idadi kubwa ya Waislamu. Majengo na Juja Road, maeneo haya yana historia ndefu ya harakati za kidini jijini Nairobi, na Madrasatul Istiqama ilikuwa kimbilio la vijana wengi. Mtaa wa Pangani ilitumika kama kiungo muhimu cha kijamii kati ya familia mbalimbali. Taasisi hii ya Istiqama haikuwa kituo cha elimu pekee, bali ilikuwa kitovu cha harakati za kiroho, kwani katika mwaka wa 1993 miladia, Ustadh Abdallah alianzisha hafla ya kila mwaka ya kuadhimisha mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jina maarufu Maulidi, hafla ambayo aliiongoza kwa takriban miaka 32 hadi mwisho wa umri wake. Madrasatul Istiqama imethibitisha kuwa mwalimu bora siyo yule anayefundisha maandishi pekee, bali ni yule anayeandika maadili kwenye nyoyo za watu. Leo hii mitaa ya California, Eastleigh, Pangani na kwingineko zinajivunia watu ambao walichongwa na kuwa vito vya thamani kupitia mikono ya Ustadh Abdallah Mbwana. Heshima kubwa iwaendee wale wote wanaochangia kuimarisha taasisi hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe kheri Ustadh Abdallah Mbwana kwa kazi yake tukufu ya malezi. Ustadh Abdallah Mbwana alikuwa nguzo imara katika jamii ya Waislamu jijini Nairobi na Kenya kwa ujumla. Maisha yake yalijikita katika kutoa elimu, kuunganisha waalimu na kutoa mwongozo wa kijamii, na kiongozi mwenye maono, yani alikuwa ni visionary leader kwa miongo minne, takriban miaka 40. Mfadhili, alikuwa pia ni mfadhili na kiungo cha maendeleo ya madrasa. Ustadh Abdallah Mbwana alijulikana kwa moyo wa kusaidia wenzake na kuinua hali zao za kimaisha. Mfano ni katika Madrasatu Bagidu South Sea. Mwaka wa 1994 miladia, Ustadh Abdallah alimleta rafiki yake walosoma pamoja, Al-Ustadh Ibrahim Abdi, kutoka sehemu za Marsabit. Huyu alipomaliza kusoma pale Riadha alipelekwa maeneo ya Marsabit kwenda kusomesha, lakini hali ilikuwa ni hali ya dhiki kule, akipata mshahara wa 3,000. Ustadh Abdallah akamleta kutoka Marsabit ili apate kuendesha madarasa hiyo ili kupunguza mzigo wa kimaisha. Mwaka wa 1995 miladia, idadi ya wanafunzi ilipoongezeka pale Bagidu, hasa wanafunzi wa kike, Ustadh Abdallah alishirikiana na Ustadh Ibrahim kumleta Ustadha Aisha
Jitihada hizi zilipelekea kuanzishwa kwa Madrasati Nur Al-Islamia baadaye katika mtaa wa South C, madrasa ambayo inastawi mpaka wa leo. Ustadh Abdallah Mbwana alikuwa na pia nafasi katika msikiti wa Quba katika mtaa wa Kayaba. Alihakikisha uongozi wa kidini unaimarika kwa kumleta na kumpendekeza Ustadh Ramli Tiro, Mola amrahamu, kuwa imamu na msimamizi wa msikiti huo. Tukitoka katika masala ya madrasa tuingia katika sauti ya jamii katika idhaa ya Iqra FM. Baada ya kuanzishwa kwa Iqra FM mwaka wa 2001 miladia, Ustadh Abdallah alikuwa miongoni mwa waasisi wa kipindi maarufu cha Bustani la Manufaa mnamo mwaka wa 2002 miladia. Alishirikiana na wanazuoni mashuhuri kama vile Sheikh Bwana Mola amrahamu, Ustadh Muhammad Lali Mola amrahamu, Ustadh Ali Ausat, Daktari Hassan Kinywa, na baadaye akaungana na wao Ustadh Awadh Barisa kutoa elimu ya kila wiki siku za Ijumaa saa 2:30 asubuhi mpaka saa 4. Sauti ya dhahabu aliyokuwa nayo Ustadh Abdallah, alama isiyofutika. Sauti yake si sauti tu, ni mwangwi, yani eko wa kiroho uliojichimbia mizizi ndani ya nyoyo kupitia mawimbi ya idhaa ya Iqra. Ni sauti yenye nakshi ya kipekee iliyobeba unyenyekevu na utulivu, ikifanya kila neno linalotoka kinywani mwake kuwa kama fadhila inayoshuka kutoka mbinguni. Kazi zake zilirekodiwa. Baadhi ya kazi zake kuna zile ambazo kama zilirekodiwa na zimekuwa kimbilio la nafsi katika nyakati tofauti. Kuna dua ya adhan ambayo kwamba alirekodi katika idhaa ya Iqra, imekuwa ndiyo daraja ya kuelekea katika ibada, ikitupeleka katika ulimwengu wa tafakari pindi mwadhini anaponyamazisha sauti yake. Kuna na nyiradi za Ramadhani. Katika mwezi huu mtukufu, sauti yake imekuwa kama mwandani wa dhati, ikisindikiza saumu zetu kwa unyenyekevu na kuleta utulivu wa ndani, yani sakina. Kuna na takbir za Idi. Kila muundo wa sauti yake katika kumsifu Mola Subhanahu wa Ta'ala unaleta msisimko wa sikukuu, ukijaza nyumba na mitaa yetu furaha ya imani. Haishangazi kuona kuwa skiza tune za maelfu ya waumini zimepambwa na sauti alama isiyofutika katika historia ya utangazaji wa Kiislamu na sanaa ya sauti ya kidini. Mnamo mwaka wa 2004 miladia, Ustadh Abdallah alichaguliwa bila kupingwa kuwa mwenyekiti wa kwanza wa chama cha Al-Wahda, chama ambacho kwamba kiliwaleta waalimu wa Nairobi na maeneo yake pamoja, na kikaundwa na yeye kuchaguliwa kama mwenyekiti. Chini ya uongozi wake kwa miaka takriban 11, waalimu walipata jukwaa la kutetea haki zao na kutatua matatizo yao. Kupitia chama hiki walifanikiwa kununua kiwanja na kujenga msikiti mwaka wa 2006, yani 2006 miladia, msikiti wa mabamba, yani msikiti wa mabati, na kisha mwaka wa 2009 miladia, msikiti ukajengwa, msikiti wa mawe ambao unaendelea kuhudumia jamii hadi sasa. Katika mwaka wa 2012 Januari tarehe 27 miladia, aliteuliwa rasmi kuwa msajili wa ndoa na talaka za Kiislamu, Registrar of Muslim Marriages and Divorces. Baadaye jina hili lilibadilishwa na wakajulikana kama Muslim Marriage Officer. Katika wadhifa huu aliwaozesha vijana wengi na kuwasaidia kwa mali na ushauri na kuenda kuwaposea pia. Alikuwa kimbilio la wanandoa na familia zilizohitaji suluhu na mwongozo wa kimaisha. Ustadh Abdallah Mbwana hakuwa mwalimu wa darasani pekee, alikuwa ni national icon, ikoni ya kitaifa. Alichanganya uongozi wa kisheria, ujasirimali wa kijamii na moyo wa undugu,
Urithi wake unaendelea kuishi kupitia mamia ya wanafunzi, taasisi alizozijenga na umoja wa waalimu aliyouasisi. Huduma za Ustadh Abdallah Mbwana. Ustadh Abdallah Mbwana anakumbukwa kama mwanazuoni, mshauri na msimamizi aliyetoa mchango mkubwa katika taasisi mbalimbali za kidini na kijamii. Kwanza, usimamizi na ushauri wa taasisi. Ustadh alikuwa kiungo muhimu katika uendeshaji wa vituo kadhaa vikiwemo Masjid Salam Isili Section 7. Aliwahi kuhudumu kama khatibu na mshauri wa karibu wa Maalim Ali Ramadhan Gadhiaka, na hata baada ya kuondoka kwake Maalim Ali Ramadhan Gadhiaka, Mola amrahamu, Ustadh bado alibakia kuwa ni kiungo katika msikiti wa Masjid Salam. Vilevile Madrasatul Islamia, alikuwa ni mshauri mkuu wa Sheikh Afzal Bati na warithi wake walomrithi baadaye. Chuo cha Tauhid California, alichukua jukumu la ushauri na usimamizi kufuatia kifo cha ndugu yake Ustadh Muhammad Mbwana. Misikiti mingine, alitoa mwongozo katika Masjid Quba Kayaba, Masjid Mudhir Chelsea Majengo na Masjid Riyadha Pumwani. Haiba na tabia, yani shakhsia ya Ustadh Abdallah Mbwana. Ustadh alijulikana kwa sifa zilizomfanya akubalike na kila rika. Alikuwa ni mwenye busara na mwenye majibu. Alikuwa mfasaha na mwenye uwezo wa kutoa suluhu papo hapo bila kusita. Alikuwa ni mcheshi na mtani. Alitumia utani kukurubisha watu, ingawa alikuwa na utisho wa kiucha Mungu uliomfanya aheshimike popote alipoingia. Ustadh alikuwa pia ni mwenye moyo msafi. Alikuwa mwepesi wa kusamehe na hakupenda kuweka kinyongo wala malumbano yasiyo na tija. Ukarimu, alikuwa ni mkarimu na mwenye huduma kwa jamii. Katika mwezi wa Ramadhani ukarimu wake ulionekana zaidi. Alikuwa kiungo cha ugawaji wa sadaka na chakula kwa wingi, kiasi kwamba alifika hatua ya kutoa mali yake binafsi ili kuhakikisha kila mhitaji anapata. Ustadh pia alikuwa ni mfanya ibada. Alikuwa na ibada nyingi. Alikuwa mtu wa Qur'ani na mshikaji wa sala za faradhi na za sunna pia. Ustadh kwa upande wa elimu aliwafungulia milango vijana wengi kujiendeleza kimasomo, hasa kuwapeleka Mambrui, yani pwani ya Kenya, kwa masomo ya juu ya kidini. Baadhi ya walionufaika na juhudi zake ni pamoja na Ustadh Faisal Muhammad almaruf Chote, Sheikh Hussein Almudi, Sister Husna Sabki, Brother Mustafa Talib na Brother Hamza Abu Bakar. Ustadh Abdallah alikuwa ni mkali palipohitajika ukali, kwani alikuwa hapendi kuchezewa, lakini alikuwa ni kimbilio la wanyonge na mshauri wa matajiri, kama mfano wa Sheikh Salim bin Abubakar Bajabir na wengineo wengi. Ustadh Abdallah ameacha pengo kubwa, akiwa amejaaliwa familia pana na historia ya kishujaa katika kupambana na changamoto za kiafya. Ustadh Abdallah alikuwa akimiliki gari ya aina ya Toyota Ipsam ya rangi nyeusi, chombo ambacho kwake kilikuwa zaidi ya usafiri wa kibinafsi. Kwa upendo na unyenyekevu aliliita gari hilo gari la tabligh. Gari hili lilijulikana sana kwa huduma yake kwa jamii, kwani ustadh aliitumia kama daraja la kuunganisha watu na kheri. Alikuwa akijaza watu na kuwapeleka katika harakati na hafalat, yani shughuli za kidini mbalimbali bila khiana. Alikuwa na moyo wa kujitolea. Hakuwahi kutoza nauli wala kudai mchango wa fedha na mafuta kutoka kwa abiria wake. Ustadh aliamini kuwa kufikisha watu katika maeneo ya kumsifu Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujifunza dini ni sehemu ya ibada. Ndio ile gari yake akaiweka ni gari ya tabligh. Ukarimu usio na kikomo. Gari lake lilikuwa wazi kwa kila mtu, likiashiria ukarimu wa dhati uliotukuka. Ustadh Abdallah hakuona gari lake kama mali ya anasa, bali kama chombo cha kuitumikia dini na jamii yake
kwa upendo. Ustadh alibarikiwa kupata watoto 8 katika maisha yake kutoka katika ndoa 3 tofauti, na pia kulea watoto wengine 3 wa ndoa nyingine kwa upendo. Ndoa yake ya kwanza ni kupitia nyumba ya Bi Ummi bint Umar, ambaye kwamba walipata binti mmoja kwa jina la Rahma Abdallah Mbwana. Kisha nyumba ya pili ya Zahra, ya Bi Zahra bint Umar Haddad, ambaye kwamba walipata watoto 4, Sharifa, Aisha, Muhammad Mustafa na Qasim. Kisha kuna na nyumba ya 3, nyumba ambayo kwamba ustadha ameondoka ikiwa chini yake, nyumba ya Bi Aisha ya Bi Esha Muhammad Ali, kamba kwamba alipata watoto 3, Khalid, Asad na Harith. Kisha ustadh alikuwa na mke mwingine ambaye kwamba alimuoa, lakini hawakupata kizazi na yeye, na kule alikuwa na watoto wa kulea ambaye kwamba ni 3, Faisal Muhammad, bibi mwenyewe akijulikana kwa jina la Bi Halima Muhammad, ambaye kwamba walipata watoto 3, Faisal Muhammad almaruf Chote, Imran Muhammad, Nuria Muhammad almaruf Zorati. Ustadh alikuwa mnyenyekevu ambaye hakutaka kuwa mzigo kwa yoyote. Licha ya kuugua kwa muda mrefu matatizo ya kibofu, yani prostate, yaliyompelekea nchini India, ustadh alibakia kimya. Alipeleka India mwaka wa 2011, ambapo kwamba katika safari hii alisafiri na mpwa wake, yani nephew yake, akija mtoto wa Bi Halima, na Ustadh Abdurrahim akijulikana kama Muhammad Ghazali katika mwaka wa 2011, na baadaye ugonjwa wa kisukari pia ukamshika. Alikabiliana na hali hizi kwa nidhamu ya juu na miko ya hali ya juu kabisa. Mnamo tarehe 12 Januari 2026, ustadh alielekea Moshi nchini Tanzania kwa ajili ya matibabu ya hania. Huko madaktari waligundua uvimbe kwenye figo lake la kulia, jambo lililopelekea kufanyiwa upasuaji mara 2 kwa dharura mnamo tarehe 17 Januari 2026. Baada ya upasuaji huo, ustadh alionyesha ujasiri mkubwa kwa kuendelea kuwasiliana na jamaa zake hadi dakika ya mwisho. Ustadh Abdallah Mbwana alihitimisha safari yake hapa duniani siku ya Jumapili tarehe 18 Januari mwaka wa 2026, sawia na tarehe 28 Rajab mwaka wa 1447 Hijria 1447, na aliondoka takriban saa 4 asubuhi. Ndio ilikuwa safari yake ya kuondoka duniani. Hii ndiyo alama ya uongozi. Wakati dunia nzima iko tayari kukutumikia wewe waipa nyongo na kuchagua kujitumikia mwenyewe. Ustadh Abdallah alikuwa na dunia nzima na wanafunzi katika kona zote za nchi yetu ya Kenya, na haswa katika mji wa Nairobi, lakini alichagua kuenda safari hii peke yake pamoja na kumtoroka mpwa wake ambaye kwamba ni Muhammad Ghazali. Akaenda safari peke yake, kisha baadaye kule akaungwa na mwalimu mwenzake, rafiki yake wanaosoma pamoja, Ustadh Ibrahim Abdi, na vile vile ndugu yake mdogo Ustadh Sheikh Ali Mbwana. Ustadh Abdallah Mbwana alipata heshima ya kipekee katika safari yake ya mwisho. Mwili wake ulisafirishwa kutoka Moshi siku hiyo hiyo alofariki, siku ya Jumapili, na swala yake ya janaza ilifanyika katika msikiti wa Riadha, Majengo, Pumwani, ikiongozwa na mwalimu wake Asayid Muhsin bin Ali Jamalilleil baada ya sala ya adhuhuri. Kisha baadaye ustadh alizikwa siku ya Jumatatu, siku hiyo hiyo ya Jumatatu, baada ya kusaliwa katika makaburi ya Kariakoo, Nairobi, huku akisindikizwa na mamia ya waumini. Ustadh Abdallah Mbwana atakumbukwa kama mzazi shujaa na kiongozi mwenye unyenyekevu wa hali ya juu. Licha ya kukabiliana na changamoto za kiafya kwa muda mrefu, alionyesha ujasiri wa kipekee kwa kujitegemea na kutotaka kulemea wengine hadi pumzi yake ya mwisho. Ustadh Abdallah Mbwana anabaki kuwa kielelezo cha mfumo wa elimu ya Lamu na nguzo ya taasisi ya Riadha. Historia yake ni ushahidi
wa umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kielimu wa kanda ya Pwani. Ustadh Abdallah Mbwana hakuwa mwalimu wa darasani pekee, alikuwa gwiji wa kitaifa. Alifanikiwa kuunganisha kwa ustadi uongozi wa sheria, ujasiriamali wa kijamii na roho ya dhati ya undugu. Athari zake zinaendelea kuishi kupitia mamia ya wanafunzi, taasisi alizozijenga na umoja miongoni mwa waalimu aliyouanzisha. Ustadh Abdallah Mbwana atasalia kuwa mwalimu mashuhuri na mlinganiaji wa dini aliyeacha alama isiyofutika katika maeneo ya Eastlands, yani Nairobi. Safari yake ni ushahidi wa subira, uadilifu na juhudi zisizochoka katika kuelimisha jamii, kuanzia ufundishaji wa mashinani hadi kuimarisha taasisi thabiti. Mola amrahamu Ustadh Abdallah na amjalie pepo ya Firdaus kuwa makazi yake ya milele pamoja na wema waliotangulia. Atupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa kama hawa, ili tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano ya watu wema kama hawa. Safari ya Ustadh Abdallah ilianza katika kilele cha Riadha, Lamu, na ikaendelea kupitia milango ya Riadha, Pumwani. Imani ndiyo iliyokuwa dira yake na Riadha ndiyo nyumbani kwao. Kati ya riadha mbili ustadha alipata njia yake, kwani ustadha alikuwa ni mwana halisi wa riadha. Insha Allah, kwa haya ambayo kwamba tumeyazungumza, ikiwa kuna sehemu ambayo kwamba labda tumekosea baadhi ya makosa, tunaomba msamaha, sio makusudio yetu. Kusudio ni kuweza kurevive na kufufua jina la Ustadh Abdallah Mbwana pamoja na kazi alizozifanya, ili iwe ni kazi tumeandika kwa wino wa dhahabu, kwa juhudi zake ambazo kwamba alizifanya haswa katika mji wetu huu wa Nairobi. Takriban miaka 40 amekuwa baina yetu, akituelimisha, akituongoza, akituozesha, akituonesha njia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na mwishowe ikawa kwamba mchanga wake ulikuwa ni wa mji wa Nairobi, kwa sababu amezikwa hapa kwetu Nairobi. Inshallah, kwa haya machache niwaache nikiwaambia nashukuru kwa kufuatilia kipindi kama hiki, kipindi maalum cha kuzungumza tarikhi ya Ustadh Abdallah Mbwana. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa.